mbinguni jisilishe kwa ajili ya utukufu wako yako na uwezo wako. Shetani asipate kutushinda, bali Baba tumshinde na zaidi ya kushinda. Bwana, tunakuita wewe Mungu wa mbinguni, tunakuita wewe Bwana wa Bwana. Zikumbuke sadaka zetu Baba, zikumbuke dhabihu zetu zilizotangulia Baba. Ikiwa tutokei mikono kwa sadaka kidogo Baba tunusuru, kwa sadaka kidogo Baba tukomboe. Tunakuita wewe Baba, usimame katika kitendo cha matoleo. Ibilisi amechachamaa. Wamekutengea hiyo minara inaangushwa. Angusha hiyo minara ya ukoo, hiyo minara ya ukoo, hiyo minara ya shangazi, hiyo minara ya mama mdogo, hiyo minara ya mama. Uangushe, angusha au maadui unaofuatia kanisa la Bwana, unaingia moja kwa moja, unaingia kwa moja kwa moja. Hiyo vilinge vyao, hiyo mizimu ya nyumbani, hiyo mizimu ya ukoo, hiyo mizimu ya waganga, wanataka kuunganisha kwenye vilinge vya wachawi. Hiyo mizimu kwa jina la Yesu. Unaenda mwenyewe. Kuna mitego hiyo, kuna majoka ndani ya nyumba, unayaua sasa. Uwa majoka hayo yanatembea juu ya nyumba, yanakutumia unajisi, wakukataa wokovu, wakukataa imani. Wanatuma mitego ili ukatae imani, ili ukatae ibada, ili ukatae kujifunza. Hiyo mitego yaituma juu yako, iko juu ya dari, iko juu ya milango. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila lango lililofunguliwa kuna nguvu ya kukuzuia. Kila lango lililofunguliwa kuna nguvu ya kukuzuia. Lango ni mafanikio. Haleluya. Lakini pia lango ni chochote ambacho unaweza ukawa umekiandaa kwa namna moja au nyingine, lakini kimefunguliwa na nani? Kimefunguliwa na Mungu. Chochote ambacho umefanikiwa kupata inaitwa lango lililofunguliwa. Nisomee kichwa cha somo umeandikaje? Rudia tena kwa sauti tena. Sawa. Sasa mara unapofikiria kufanya biashara, mradi wote ule, mara unapofikiria kufanya kazi ya Mungu, chochote ambacho ni chema kinampendeza Mungu, lakini pia baada ya maombezi, wenda umeombea umepona, ni mlango wa baraka umefunguliwa. Bwana asifiwe sana. Ni mlango wa baraka umefunguliwa. Kwa hiyo kazi ya shetani masaa yote, siku zote, yeye shetani ni kuhakikisha kwamba mtu aliyeamini, aliyeokoka, lango lake lifunguliwa, au muujiza
uliotokea kwako, chochote ambacho umeanzisha, ili mradi kwamba wewe ni mcha Mungu, mpenzi wa Mungu, ni mtumishi wa Mungu, lolote ambalo kisha lianzisha au ukafunguliwa ukapewa muujiza fulani, Ibilisi, ufalme wa giza, kazi yake ni kuhakikisha kwamba wanakuinda, wanashindana na hiyo nyota yako, watashindana na mafanikio yako, watashindana na kila ulichokusudia kufanya. Aidha unataka ujenge, kumefungulia lango, umepata mtaji. Bwana asifiwe sana. Umefunguliwa lango la kupata mchumba, umefunguliwa lango la kwenda kwenye masomo, umechaguliwa, umepata kibali, kile kilichokuwa kiwezekani siku zote sasa ukashangaa kwamba inawezekana. Inaitwa lango lililofunguliwa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo katika kila lango ambalo limefunguliwa na Mungu, Ibilisi lazima inuke. Panakuwepo mfalme adui asimamaye kuzuia, asijenge, asioe, asiolewe, asiendelee kwenye wokovu. Hata pia unapoona umepata kibali cha kupata neema ya kuokoka, kuokoka tu ni muujiza na ni kibali. Si wote wamepata tunuku hiyo kupata neema ya kuokolewa. Bwana asifiwe sana. Sasa kwa hiyo nao ni mlango kufanikiwa kupata mtumishi wa kweli, kufanikiwa kuipata madhabahu ya kweli. Inaitwa lango lililofunguliwa la baraka na mafanikio. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa na kesi labda, lakini unahangaika, nipate wapi mdhamini, nipate wapi dhamana, lakini akatokea mtu akasema mimi nitakudhamini au nitaweka mali zangu ili kukusimamia, nitapigana vita na wewe, nitakupigania, nitakuwa mdhamini. Tayari hiyo ni fursa au ni lango lililofunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lango ambalo limefunguliwa. Mtumishi wa Mungu, mchungaji, anapopata washirika kanisani wakatoka 10 wakaenda mpaka 15, 30, 40 mpaka 50, wanaweza kuongezeka mpaka 100. Sasa yeye katika huduma ametumwa ahubiri Injili, watu wapate kumjua Yesu Kristo, na kwa neema ya Mungu amefunguliwa, amepata lango la watu, amepata kibali. Watu wanapokwenda kuhubiri na muelewa, watu wanamwamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Mataifa wametokea kumwamini, watu wa kawaida wamemwamini, hata watu ambao yuko nao kwenye ibada, kwenye madhabahu hiyo, kwenye huduma hiyo, na wao wametokea kumwamini. Inaitwa fursa au lango lililofunguliwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakwenda kusikia watu anasema kwa kweli yule mchungaji, yule askofu, yule mwangalizi, yule mtumishi wa Mungu, kwa kweli na watu wengi amejenga, amebarikiwa, kila anakokwenda watu wanafuatilia vipindi vyake, na ametokewa na Mungu kwa namna fulani. Inaitwa lango la mafanikio lililofunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia adui yake anaweza akawa ni mtumishi, akiweka mikono juu yako, akiweka mikono juu ya watu, akikuwekea mikono tu lazima upone, lazima ufanikiwe, lazima ubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kibali ambacho Mungu amekufungulia lango. Mchungaji amefungulia mlango uponyaji. Akitamka kitu kinatokea, akitamka jambo lote lile linatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiweka mikono juu yako, akikutamkia kwa jina la Yesu, yani yule mtumishi, yule mchungaji, yani ukikutana naye na chochote atakachokuambia wewe kifanye, ni mlango ambao mchungaji amefunguliwa. Ni fursa, ni kibali ambacho Mungu amekuwa ameachilia kwa hiyo mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini bi yake pia, hata wewe pia ule na huyo mchungaji unakuwa umefungulia mlango, umepata kibali, umepata lango, umetunukiwa kufunguliwa lango la mtumishi huyo, kukutanishwa na mwalimu huyo, kukutanishwa na ajira. Mara ambapo ulikuwa unahangaika utapata ajira, lakini lango limefunguliwa. Sasa umeitwa kwenye ajira, wakati muda mrefu umeomba kazi hujapata. Lango limefanya nini? Limefunguliwa. Hebu piga kelele, sema kwa jina la Yesu. Lango likishafunguliwa,
Hapakosi maadui wasimamao kuzuia. Angalia kitabu cha Kutoka. Funua kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka. Kutoka sura ya 9. Nitasoma mstari wa kwanza mpaka wa pili. Kutoka sura ya 9 mstari wa kwanza mpaka wa pili anasema, ndipo Bwana akamwambia Musa, ingia wewe kwa Farao, umwambie Bwana Mungu wa Waebrania, Bwana Mungu wa Waebrania yuwasema, wape ruhusa watu wangu ili waende wanitumikie. Kwani ukikataa kuwapa ruhusa waende na kuzidi kuwazuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amemwambia nani? Musa, nenda kwa rais, kwa hiyo mfalme Farao, ukamwambia Farao, Bwana Mungu amesema wape watu wangu ruhusa waende kufanya nini? Kunitumikia. Alafu Mungu mwisho mstari wa pili anamaliza sema, kwani ukikataa kuwapa ruhusa waende na kuzidi kuwazuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Musa amefunguliwa mlango wa kwenda kwa rais, kwenda kwa mfalme, amepewa kibali na aende kuwachukua wana wa Israeli. Kama aiza ingekuwa kuombea waombee wapone, aiza kubariki, amepewa kibali awe mwalimu wao, amepewa mwongozo na nani? Na Mungu. Lakini pamoja na kwamba amepewa mwongozo na Mungu, lakini Farao alisimama kuzuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa ni swala tu, Farao ambaye ni mwanadamu ameumbwa na Mungu, alitakiwa asikie tamko la Mungu. Bwana Mungu amenituma. Hawa Waisraeli sio Misri, ni Waisraeli. Kakipande kidogo ambako kwamba walikuwa wamekimbilia huko kwa Farao. Wameishi kwenye nchi ya Farao. Sio wa Misri, hawa ni Waisraeli, watu baadhi wachache. Sasa ilikuwa ni swala tu Farao asikie, atii na kuachia watu waende. Na aliyemtuma ni nani? Ni Mungu. Kwa hiyo Musa amepewa kibali, mtu amepewa walaka wa kwenda kuchukua wale watu, na ametumwa na nani? Na Mungu. Lango la Mungu limefunguliwa, Musa amepewa lango la kwenda kuwakomboa wale Waisraeli. Lakini Ibilisi akaingia ndani ya Farao kuzuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Akazuia na akazidi kuwazuia. Nataka nikufunze nini? Kwamba kwa kila fursa, kwa kila muujiza uliopewa, kwa kila mafanikio ulionayo, unatakiwa utambue kwamba nyuma ya mafanikio hayo yupo anayeweza kuwa anasimama kuzuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yupo azuiaye. Amefungulia mlango wa mwanangu aende shule, aende kwenye masomo. Yaani kataa ukubali. Lazima kama umepata ada ya shule, mtoto ameenda, umepata chuo, umepata ajira, yaani natakiwa usimame uomba na ujisacrifice mbele za Mungu, ufanye uwezekanavyo uwe na mlinzi ambaye anaitwa ni nani? Ni Mungu. Kwa sababu gani? Huo mlango umefunguliwa biashara. Mzamini. Nyuma ya huo mlango kuna kuwepo adui asimamaye kufanya nini? Kuzuia. Bwana Yesu asifiwe sana. B. Unaweza ukasema nimepata mume wa samani, mke wa samani, nimepata watoto bora. Lakini pia unaweza kusema nimepata mfanyakazi. Kuna maofisi mengine wanatafuta wafanyakazi wapatikane, na wanaopatikana pengine ni bora tu wafanyakazi, lakini sio watu sahihi. Wala waliowalenga tajiri sio wanaopatikana. Unaweza kuwa na mhitaji au sigero au siboi, lakini Mungu akafungulia mlango kumpata. Unatakiwa utambue na kujua kwamba upande wa pili yuko adui atakayesimama kuzuia. Asiyo mtumwa wako, asifanye kazi vizuri, ikiwezekana hata kutuma roho za kumkengeusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa ni mchungaji vile vile, Ibilisi upande wa pili, ufalme wa giza, shetani anatazama na kuchunguza na kuona kwamba watu hao wanaenda kumtumikia. Watu wanakwenda kuungana na Musa, watajenga kanisa, watajenga madhabahu, watamuinua Mungu, watatangaza injili, watahubiri injili. Sasa upande wa pili
au watu ambao Mungu alimkabidhi Musa, upande wa pili Ibilisi anasimama kuzuia wasiende na Musa wakamtumikia Mungu. Lakini tazama, tayari Musa ametiwa mafuta awe mtumishi au mchungaji. Kwa hiyo tendo la kuwa mchungaji ni sahihi, umekuwa mchungaji, lakini lazima utambue pamoja na kwamba nimekuwa mchungaji, nyuma ya uchungaji, nyuma ya madhabahu nimepewa huduma, niliyopewa, nimetiwa mafuta, nenda kwenye utumishi, lazima patakuwepo mshindani, lazima patakuwepo vita, lazima patakuwepo anayezuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo jambo uliweke moyoni. Haleluya. Lazima patakuwepo anayezuia. Umepata kazi dukani, umeajiriwa, umepata mtaji, atasimama badala ya siku 2, 3, 4, patakuja azuiaye usiuze. Watakamata angalau. Ulianza unauza vizuri, unaanza kuwa safi kabisa, una wateja, baada ya muda utashangaa biashara inaanza kuoga. Mambo yanabadilika. Yuko azuiaye. Nini sasa unatakiwa ufanye? Lazima ujipange vizuri kwamba huu mradi nimepata mavazi, nimepata shamba, nimeanzisha kilimo, nimeanzisha biashara, fursa nilipata, nimepata madhabahu hii. Lazima usimame kupigana vita ya imani. Hapo sasa ukisha funguliwa hilo lango la mafanikio au lango ambalo limefunguliwa, lazima usimame utambue na kutoka, nimeingia vita. Adui atatokea kwa sababu kuna lango limefunguliwa. Mume wako umefunguliwa lango, mke amefunguliwa lango, watoto wamepata ajira. Kuna adui atakayesimama sasa kupigana vita na huyo mtoto wako aliyepata ajira. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo sasa umepata mtoto, umezaa, toka nyuma umepambana kupata uzao, umeshindikana, lakini kwa neema ya Mungu ghafla umepata uzao, mtoto umeshampata. Upande wa pili ufalme wa giza hautaki bebe mtoto, hautaki unyonyeshe, hautaki uite baba wala mama. Kwa hiyo hilo lango limefunguliwa la muujiza wako, kuna atakayesimama kuzuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nini unafanya sasa? Nini unachotakiwa kufanya? Unatakiwa usimame upande wa pili, ukijihami na kufunga mkanda kwamba sasa anakwenda vita. Umezaa watoto, umefikisha miaka 18, miaka 20, umri na nyakati kwamba anaweza kupata mchumba akachumbiwa. Sasa tayari mchawi adui amekwisha tazama kwa mbali. Adui ameshatazama kwamba mtoto huyo wenda akachumbiwa, wenda akasoma, wenda atakuwa nesa, atakuwa daktari, wenda atakuwa mwalimu. Wanaanza kusoma mapema sana alama ya hiyo mtoto. Kwa hiyo lango la mafanikio la mtoto wako, uzao wako, watasimama kuzuia. Sasa walio wengi walioamini warokole, hata mpaka wachungaji, sasa kichafungua mlango anasahau kabisa kwamba huu mlango umefunguliwa, lakini nyuma yake kuna adui. Hapa ndio napenda mara nyingi kuambia kwamba kanisa letu linatafutwa. Napenda kuambia kwamba madhabahu, huduma, vitengo lichonacho unatafutwa kwa sababu mlango uliofunguliwa, zamani uliopewa ni ya samani sana. Mshike mkono mwenzako, mwambie wewe ni wa samani. Piga kelele, sema wewe ni wa samani. Anakuwepo azuiaye, tako usitake, atatokea anayezuia biashara yako. Kwa hiyo wengi wamepotea, wengi wameibiwa, wengi wamepoteza. Na ukipata neema ya kibali, natumika na mtumikia Mungu, mimi ni mtumwa wa Kristo, mimi ni mtumishi wa Mungu, umepata kibali, lango limefunguliwa. Katika wengi, katika 100, katika 50, ukajikuta wewe ni mtumishi katika madhabahu, ni lango Mungu amekuajiri. Tunaitwa watumishi wa nani? Watumwa wa Kristo, watumishi wa Mungu. Unafanya kazi katika ofisi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ripoti yako inaripotiwa mbinguni. Leo yuko kazini, leo ameongoza maombi, leo ameongoza ibada, leo amefundisha wanafunzi, leo amefuatilia. Haleluya kanisa. Leo amefuatilia. Na walikuwa makanisa nyumbani, ameongoza watu kadhaa sana toba. Amefuatilia hospitalini kuombea wagonjwa. Mtumishi wa Mungu alikuwa mahali fulani na mkutano wa Injili. Yaani ripoti huko mbinguni inatwaliwa, inaandikwa. Kuna ripoti ulikuwa kazi. Kwa hiyo wewe ni mtumishi wa Kristo, ni mtumwa wa Mungu, ni mfanyakazi katika ofisi ya nani? Hata pengine tunaitwa watunza siri za Mungu. Wewe sio mtu wa kawaida. Kwa hiyo fursa kuitwa mtumishi wa Mungu, mfanyakazi katika ikulu ya mbinguni, wewe sio wa kawaida. Lazima patatokea azuiaye, wasiombe, wasiokoke, wasitumike na yeye. Farao akasimama akazuia Waisraeli tena na tena, kawa hali katika kuzuia. Sasa watu wale sio kwake, ni Waisraeli, wala sio taifa lake la Misri, sio Misri, lakini aliingiliwa na roho ya kuzuia wasiende kuwa watumishi wa Mungu, wasiwe washirika wa Musa, mchungaji Musa, wasionekane kwamba wale washirika wake Musa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama kanisa una washirika 10, mchungaji, 5, 20 na 50, upande wa pili ufalme wa giza unakusudia mabaya, atainuka maadui kinyume na wewe ili wazuie. Kwa sababu gani? Umefunguliwa mlango wa mafanikio. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Basi mpigie Yesu makofi. Angalia kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume. Kwa hiyo nini ambacho tunatakiwa tufanye? Matendo ya Mitume sura ya 14. Sura ya 14 Matendo ya Mitume, ambacho natakiwa ufanye, chochote ulicho nacho lazima utambue na kujua kwamba kitendo cha kufungua mlango huo uko vita, umeingia vitani. Matendo ya Mitume sura ya 14, umeingia vitani. Kwa hiyo lazima utangaze vita ya imani. Muda huo umepata mtoto, muda huo umepata uzao, muda huo umepata kwenda shule, muda huo umejenga, muda huo kuna jambo unaanzisha, umepata ajira. Sasa unatakiwa kujiandaa kwamba ninaingia kwenye vita ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Umetunikiwa kupata kanisa safi, kanisa ambapo kuna mchungaji mwenye kalama na kipawa cha kufungua. Huo ni mlango umekwisha funguliwa. Kwa hiyo Ibilisi atasimama kupigana vita hilo kanisa. Usisimame, usitumike pale, usiendelee pale, muujiza wako ukiwezekana ufe. Matendo ya Mitume 14 mstari wa 18. Maneno ya Mungu au maandiko matakatifu ndio mwongozo wetu, na maandiko matakatifu ndio anaweza kuzungumza au kuteta kusema na mtu akapata kuelewa. Matendo ya Mitume 14 mstari wa 18. Mstari wa 18. Ninasoma mpaka 19. Anasema, na kwa maneno hayo wakawazuia makutano kwa shida wasiwatolee dhabihu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema na kwa maneno hayo. Hapo unaona kuna maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Ibilisi kishaona labda umetia bidii kuuza, umetia bidii kwenda shambani, umetia bidii kuendelea kanisani, umetia bidii kuombea wagonjwa, umetia bidii kwa kiongozi wa kanisa la nyumbani, umetia bidii kumtumikia Mungu, atatuma watu wenye maneno. Ikionekana kwamba umefungua mlango, umepata mchumba, kazi ya Ibilisi ndio hiyo, anasimama kutuma maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Atawatuma watu ambao watakuwa wamebeba ujumbe wa maneno, yale maneno ya kuzuie, yale maneno ya kukatisha tamaa, yale maneno ya vunje moyo wako, usiendelee na hilo kanisa, usitumike pale. Patakuja roho zenye maneno, patakuja ujumbe, patakuja mtu ambaye ni mjumbe aliyebeba maneno, yale maneno yanahusika katika kukuzuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo ya Mitume ngapi? Mstari wa 18 nisome tusikie. Na kwa maneno hayo waliokuwa wakituma maneno, wanajaribisha kuzuia mkutano. Msiende pale kwenye mahubiri, msiende kwenye kanisa hilo, msimsikize mchungaji yule, huyo mchumba muache, hiyo biashara uiache, hautouza, mwenye nyumba yuko hivi, hilo shamba mara ambapo umekodi unapolima hapastawishi vizuri, huko ulikoweka biashara hautouza, umeingia kwenye kikundi chao, kikundi bora hicho kiache. Na kwa maneno hayo wakawazuia makutano, wakawazuia maneno. Hebu tamka maneno, piga kelele, sema maneno. Kwa hiyo wanatokea kwa mbinu ya aina mbalimbali. Wanaweza katokea kwa maneno ili wakuzuie, wanaweza katokea kwa mawazo wakuzuie, wanakupa mawazo ambayo ni kinyume kabisa na lango fursa ambayo imefunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Panakuja maneno mahali pa kazi, panakuja maneno kwenye huduma yako, panakuja maneno katika kitengo na karama ulionayo. Kwa hiyo maneno yanahusika kabisa kukuzuia. Nimesema hivi, katika kila mlango umefunguliwa, lango umefunguliwa la fursa yako, mafanikio yako, lazima patakuja maneno, patasimama adui wa kuzuia. Aidha anaweza usimuone, lakini pia katika ulimwengu wa roho unajaribisha kufanya kazi, unajaribu kufanya kitu fulani, lakini unakutana na uadui, unakutana na upinzani. Anga ni zito, anga ni gumu sana. Unapita hapo na hubiri injili, unapita hapo na tangaza biashara yako, unaenda sokoni lakini hakuna majibu, unauza lakini unauza kidogo, sivyo ulikuwa unauza mara ya kwanza.
hata kama uone anayezuia, lakini tambua na kujua kwamba katika ulimwengu wa roho kuna adui anayesimama kuzuia, aidha kwa madawa, aidha pepo wachafu, aidha mganga wa kienyeji, anakamata lile anga. Nini ambacho natakiwa ufanye kama mtumishi, kama mshirika? Lazima utangaze maamuzi ya vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani kila lango lilopewa lazima utambue na kujua kwamba sasa hapa natakiwa niingie vita. Umepewa 50,000. Umeingia kwenye kikundi sasa, ukatunukiwa kufungulia mlango kwamba huyu ndio tumkope milioni. Sawa, lakini hiyo pesa umepewa, kati ya hicho kikundi hawakosi maadui. Hata kama mla wamo, lakini kisha ingia ulingoni kwenye biashara, pepo wachafu, roho chafu itainuka kusimama kuzuia, italeta makwazo, itaweka vizingiti, itaweka vigingi kwa namna ambayo hata wakati mwingine huwezi kuona katika macho ya mwanadamu. Nini ambacho unatakiwa ufanye? Ule muujiza uliopewa, chochote ulicho nacho, unasema heri yangu kwa kweli. Mungu amenisaidia, Mungu amenibariki, tumejenga, tumeoa, tumenunua masofa, tumepata kuandaa tofali tujenge. Chochote ambacho umefanikiwa, una karama kanisani, ukipawa kanisani, unatumika kwenye madhabahu ya Mungu kama hii. Lazima utambue kwamba nyuma yake, ndani ya muda, siku kadhaa, wiki, mwezi, panatokea mtu, roho itakayesimama kuvunja moyo na kuzuia. Na yasoma maandiko hayo. Wajibu wa kujipanga fresh kwamba nini kinachotokea. Jambo hili linasababishwa na nini? Kwa nini tukio linatokea? Kwa hiyo lazima uwe na macho matatu. Mawili ya kibinadamu, jambo jicho nyingine la pili, la tatu hiyo ni jicho Roho Mtakatifu. Kwamba kwa nini jambo linatokea? Mbona hapa siuzi tena? Mbona siendelei tena? Mbona hapa nimeondolewa? Mbona mchumba ametoka? Mbona hatuna mawasiliano? Mbona mwanangu nilikuwa nimeshampata, mbona kapotea? Mbona nimeibiwa? Kwa nini? Kuna tatizo gani? Ilikuwa ni mlango umefunguliwa, lakini ukitambua na kujua kwamba patatokea mwenye kuzuia, mwenye kutaka kukuharibia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukishajua jambo hili kabla halijaja, kabla vita vitatokea, uwahi kabla hawajakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna mlango gani umefunguliwa? Kuna baraka gani ulizonazo? Kuna mapato gani uliopokea? Kuna uhai gani uliopokea? Kuna fursa gani ulionayo? Lazima utambue na kujua kwamba lazima atakuwepo mtu azuia. Afu shida yako nikisema mtu, unangoja uone mtu akisema nimekuja kuzuia. Nimesema hivi, kuna uwezekano wakati mwingine pakatokea roho, pepo wachafu, wazuiao katika mafanikio yako. Sikiliza, ni Matendo ya Mitume 14 ndio tumetoka kusoma mstari wa 18, anasema, na kwa maneno hayo wakawazuia makutano kwa shida, wasiwatolee zabihu. Wanawapa shida, wanawatatanisha, wanawasumbua wale watu wasitoe sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Zabihu ni sadaka, zabihu ni shukrani, zabihu inaweza ikawa ni zaka. Basi wale watu kama wanamsikiza Paulo, wanamsikiza Petro, lakini wasimtolee zabihu, wasimpe sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wasitoe zaka, wasichangie kwenye madhabahu hiyo. Kwa hiyo kuna uwezekano anga likafungwa, watu kashangaa wala wana utoaji. Mchungaji anafundisha, anaelekeza kitu, baba familia anaelekeza kitu, mama hawezi kutii, mzazi anaelekeza kitu, mama wa kike, jinsi ya kike, lakini watoto hawezi kutii. Kwa hiyo Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa tunaposema tunakwenda kuhubiri Injili, tunaposema tunaifanya kazi ya Mungu, unapokuwa umeweka kwenye kitengo chochote kile, kuna mlango, kuna fursa imefunguliwa, lazima utambue kwamba sasa hapa uko vita. Kuomba ni muhimu, kufunga ni muhimu, lakini pia hata kusikia maarifa, neno la Mungu ni muhimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Vita imekuinukia, maneno yametokea, changamoto imetokea. Ukae tulia kwanza, jiulize kwa nini jambo linakuja? Kuna mtu azuia, kuna roho isimamayo kuzuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anauza biashara na kuuzia, ndio hapa. Ameweka hapo labda kimeza chake, ameweka hapa ni chinga anauza, hapa ndipo anapaki dereva bodaboda pikipiki huyo, lakini nashangaa baada ya kuja mtu mwingine anasema toka kwenye nafasi yangu. Anakuparamia, ulikuwa unauzia pale. Hasa mtendaji anakuja anasema wewe kutoka, na ukapo mtu mwingine. Huyo mtu muangalie kwa macho matatu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Huyo hasa mtendaji muangalie kwa jicho la tatu. Sio yeye, anatumwa na roho, nenda pale muhamishe wewe kwenye biashara hiyo. Mweke kule kwenye kona, mweke huko pembeni, mweke nyuma ya watu wengine, alafu nashangaa analeta mama mwingine amweka pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Panakuja vitu ambavyo unaona katika macho ya mwanadamu unaona kama cha kawaida, lakini katika ulimwengu wa roho yupo azuiaye katika fursa la lango lililofunguliwa. Makofi kwa Yesu. Antiokia
Antiokia na Ikonia, wakawashawishi makutano, hata wakampiga kwa mawe Paulo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anahubiri Injili, watu wanamsikiliza vizuri, watu wanaamini vizuri, wamemwelekea, anaombea watu wanapona, watu wameokoka, wanaanza kubadilika. Lakini wale Wayahudi wakaja wakachangamana kwenye ile kundi. Adui akaanza kuwashawishi wale watu, wale makutano waliokuwa namsikiliza Paulo, wakageuka sasa, ndio wakabeba mawe, wakaanza kumpiga Paulo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakawashawishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu anaweza akakuingizia mawazo, anaweza akakupa elimu nyingine, anaweza akakupa hekima ambazo sio zenyewe, akakushawishi kuacha utumishi, akakushawishi akaacha wokovu, anaweza akakushawishi kuacha mpaka hata uchungaji, ukaiacha madhabahu, ukaenda kulima, ukaenda kuvuna siku wa samaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika lango umefunguliwa la huduma na utumishi, tambua na kujua kwamba yupo azuia. Paulo anachapa kazi ya Mungu vizuri, watu wameanza kumwamini, watu wanapona, watu wanaokolewa, wote wanasema haleluya, tumepata mtumishi mzuri. Sasa wale Wayahudi wakatoka Antiokia na Ikonia, wakapata habari pale kuna kanisa limefunguliwa, pale kuna madhabahu ya kweli, pale kuna mchungaji. Sasa tufanye nini? Wataanza kuwashawishi watu, watatuma maneno ya uzushi, wataandaa mazingira mabaya, watamsingizia, watamchafua kwa namna moja au nyingine. Ikiwezekana watu wakatae kwenda kule, hao bali wakageuka, wakashawishiwa, wakabeba mawe, wakampiga mtumishi wa nani? Aliyekuwa anawaombea, aliyekuwa anawaponya, aliyekuwa anawabariki, waliokuwa wameshamwita mwalimu wetu, wanakwenda pamoja na yeye, wanahubiri pamoja na yeye. Ikiwezekana labda sema wanabeba spika, wakageuka, wakabeba ile mawe, wakampiga mtumishi wa nani? Tayari wale Wayahudi walisimama kuzuia hilo lango la watu wasiokolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nikuulize, una nini ulicho nacho? Haleluya. Una nini ulicho nacho? Siku moja hapa, siku fulani naomba hapa, nilimgusa dada fulani, sitamtaja jina kwa sababu tuko nje ya jambo hili. Huyo pepo anasema hivi, kwa nini nampa mbuzi? Kwa nini mpe mbuzi? Kwani mpaka mpe yeye? Kwani mpaka mpe yeye ndiye afuge atajirike? Hizo mbuzi aziondoe, hizo mbuzi atustaki. Amefunguliwa bahati mlango. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndivyo hivyo pia Ibilisi anatazama kwa mbali. Mchungaji ana kanisa la watu 50, lakini katika watu hawa ana watendakazi 3 4. Lazima Ibilisi atasimama kupigana vita. Mshike mkono mwenzako, mwambie jitambue mwenyewe. Jitambue mwenyewe. Wanakuonea wivu kwenye hiyo ndoa ulikoolewa. Mume wako anaona wivu kuona umeoa na huyu mwanamume. Mwanamume anakuonea wivu kuona kwamba mwanamke uliyooa ni mpole, mnyenyekevu, mtii, fanya biashara. Wewe wakati mwingine wala hujui thamani ya mke wako, lakini upande wa pili, ulimwengu wa giza, wanaona thamani ya huyo mwanamke, wanaona nyota alionayo, wanaona kalama na vipawa mume alivyonavyo. Mwanamume ni jembe, ni mchapakazi, anajituma, ni mpambanaji. Kwa inaweza kumuingizia roho ya uzinzi, roho ya ukaba huyo mwanamume, wakamuingizia roho ya uzinzi, roho ya ulevi, akayacha familia, akaanza kukusahau. Kwa hiyo lazima ujue kwamba nimefungulia mlango wa kupata mume. Anajituma, analeta chumvi, analeta matumizi, analeta riziki, anajali familia. Mwanamke umefunguliwa mlango wa mafanikio. Lakini upande wa pili, hatokosa kusimama zuia. Lazima usimame, umwambie mume wako, lazima uombe kwa ajili ya mke wako, lazima uombe watoto wako, lazima kanisa tuombe kwa ajili ya viongozi tulionao. Lazima pia na umefungua mlango kupata mchungaji namna hiyo. Simama vita, pigana vita kwamba huwezi kumgusa mtumishi wangu, huwezi kuniondoa kwenye kitengo hiki, huwezi kuniachia madhabahu hii. Mimi ni mtumishi wa mahali hapa, sitakubali. Unatakiwa utangaze vita. Naongea na mtu hapa. Tangaza vita kwa jina la Yesu Kristo. Ewe pepo mchafu wa adui wa anga hili, adui wa kanisa hili, achia watu wetu. Lazima watu wakolewe. Musa alipotumwa, Farao akazuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Musa alipigana vita miezi kadhaa, hakukoma, hakuacha. Haleluya kanisa. Sasa na wewe ulicho nacho hicho, adui shetani anaweza pambane kukunyang'anya. Lazima usimame kutangaza vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
Sasa unataka mchungaji akupiganie, lazima na wewe jitambue, umefungua mlango kupata pasta huyu, na pasta naye akupiganie, leo pia ujipiganie, ili vita ulicho nacho ni cha thamani. Mke ulionao ni wa thamani, mume ulionao ni wa thamani, watoto ulionao ni wa thamani, hiyo nyumba umejenga ni ya thamani. Kwa hiyo ikiwezekana watasimama wanaofikiria wawashawishi wanaume wako, mume wako, mke wako, wamuondoe, utoke kwenye hiyo nyumba, ingie mtu mwingine. Tafakari mpendwa, fikiria mbali sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Una usafiri pikipiki, una gari unaendesha, lakini wengine hawana. Una muujiza unaofanya, unatamka kwa jina la Yesu, kuna kitu kinatokea, unawaponya watu wamekujia wengi kama mchungaji. Sasa hicho kitu ulicho nacho wengine hawana. Kwa lazima asimame upande wa pili, ili sipepo mchafu atasimama kuzuia kuchafua hilo anga. Anasema hivi, lakini makutano Wayahudi wakaja wakawashawishi wale makutano walikuwa wanamfuata Paulo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale makutano wakageuka, sasa ndio wakampiga mtumishi nani? Mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hiyo roho inaweza ikakuvaa ukajikuta umempiga mtumishi wa Mungu. Hiyo roho inaweza ikakuvaa ukamtendea mabaya mume wako. Roho inaweza ikakuvaa ukamzuru mtu aliyekudhamini, aliyekupigania. Ni roho, ni sauti, ni vishawishi kutoka katika ulimwengu wa giza. Mshike mkono mwenzako, mwambie mama, baba, uko vitani. Mwambie kwa sauti, mchungaji, una vita. Ulicho nacho ni cha thamani, ni cha thamani. Ukiyajua haya, utaamka usiku manane kuomba. Ukisikia mtu amekuita, fungua channel yako ya maombi, utatambua na kuja kwamba tunatafuta. Kuna mtu mmoja anampenda sana, ananitumia message kwenye usiku manane wakati tunakwenda kuomba, anasema, amka mchungaji, tunatafutwa, tunawindwa. Sasa wewe kama ulioni katika ulimwengu wa roho, kwenye sura 3 unakuwa unatafuta naye, kwani kuna shida gani? Mimi mbona niko salama? Mbona hamna shida? Wewe utashangaa umeshatekwa. Ukishazingirwa, wakishajenga ngome, namna kujikomboa kutoka kwenye gereza hilo, kukata kamba, vifungo vya giza vimeshakufunga, umeshatekwa kabisa, umezimia yale mawazo, kuja kuyatoa ni vigumu sana. Tunaweza tukakupoteza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza tukakupoteza. Shika mkono mwenzako, mwambie umefunguliwa mlango mzuri, lakini yupo azuiaye. Makofi kwa Yesu. Au hujafanikiwa, umeanza kufanikiwa, lazima ujizatiti vizuri, ikiwa kwamba sasa mimi niko vita. Uko vitani, kuna wanaosimama kupigana na wewe. Jambo jingine la pili, haleluya. Jambo jingine la pili, sasa utawezaje kujua hiki kitu ndicho kimepotea kwa watu walio wengi? Utawezaje kujua kwamba nje sio salama? Utawezaje kujua kwamba ninawindwa? Tunapokutana na hivi ibadani, fuatilia sana, ujifunze maneno ya nani. Leo kile ambacho kinatolewa, unachokisikia hivi sasa, Bwana asifiwe sana, ni maalum, ni ufunuo kwa ajili ya maisha yako. Ni ujumbe kwa ajili yako, sio kwa ajili ya mtu mwingine. Mungu anasema na wewe katika eneo husika, mahali ambapo kuna changamoto, mahali ambapo kuna shida, mahali ambapo kuna adui, mahali ambapo kuna lango lako la mafanikio. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza kashangaa kukuja sikiza maneno ya Mungu, muda mchache upatikani tena kwenye channel. Muda mchache atukupati tena kwenye biashara. Muda mchache upatikane kwenye internet tena. Muda mchache sio mchungaji tena. Muda mchache ulichokuwa unafanya huna tena. Muda mchache utashangaa taa uliokuwa na waka tena, wakiwa wengine wanamulikiwa, napata mwanga, inaweza ikazimika. Kipawa kalamu uliokuwa nayo, ghafla unaweza kashangaa hicho kitu hauna tena. Unabaki kuitwa mwalimu lakini wala huna wanafunzi. Unaweza kashangaa ulikuwa na duka, ghafla unashangaa una duka tena. Ulikuwa ni mke wa ndoa, kwa sababu kujitambua, muda mchache unaweza kashangaa pia hauiti mke wa ndoa, pia labda unaitwa mke aliyeachwa. Baada ya mke aliyeachwa unaweza kuitwa kahaba. Ulikuwa unaitwa jina tajiri, kwa hiyo unaweza kashangaa baadaye wewe sio tajiri tena, ni maskini. Kwa sababu gani? Ile lango au fursa iliyofunguliwa, baada ya hapo umefunguliwa kujitambua kama umeingia vitani. Unaweza kuwa unaitwa Mariamu aliyepona, tena Sara aliyopona, Lazaro aliyefufuka, aliyefufuliwa. Kwa hiyo kashangaa baadaye tena wewe huo muujiza hauna.
Naongea na mtu. Kwa hiyo tutambue na kujua kwamba tuko vitani. Nini ili uweze kutambua? Unatakiwa hivi unavyojifunza maneno haya, jifunze kufuatilia maneno ya nani? Ya Mungu. Umejifunza nini leo? Roho Bwana sema na nini na wewe? Alafu hautakuwepo siku yote ile kwamba utakuta kukutana Mungu barabarani, njiani. Hautakutana Mungu ofisini kama ile ofisi ya Mungu. Ofisi ya Mungu ni mtumishi wa nani? Lango la Mungu, madhabahu ya Mungu ni mtumishi wa Mungu naye aliye mbele yako. Kwa hiyo nataka kumsikia Mungu, lazima utamsikia Mungu anafanya kazi pamoja na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiyapuuza yale unayasikia ulioelekezwa, basi na maana umepuuza maagizo ya nani? Angalia maneno haya, Matendo ya Mitume 14. Matendo ya Mitume 14. Hebu angalia Waebrania. Kitabu cha Waebrania 11. Waebrania 11. Waebrania 11. Kwa hiyo unapopoteza maneno ya mtumishi wa Mungu, hakuna mwongozo mwingine nje na huo. Kwa hiyo maneno ya mtumishi wa Mungu ni mwongozo wa nani? Ni mwongozo wa Mungu. Haleluya. Waebrania 11 mstari wa 13. Anasema hawa wote wakafa katika imani. Hawa wote wakafa katika imani. Wasijazipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia na kukiri kwamba walikuwa walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tusome wote mstari wa 13. Kabla hawajaziona ahadi za nani? Ahadi za Mungu. Ila walikuwa wakiziona katika ulimwengu wa roho, kwamba nitapokea, nitabarikiwa, nitaoa, nitajenga. Mwisho akafa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakuwa tajiri, nitafanikiwa. Mwisho wakafa katika imani, kabla hawajaona hicho walikuwa natarajia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Angalia kitabu cha Zaburi. Zaburi 42. Zaburi 42. Zaburi 42. Zaburi 42. Hebu soma mstari wa kwanza. Kwa sauti wote tusome. Rudia tena kwa sauti. Haleluya. Anasema kama ayala. Ayala ni ndege. Bwana Yesu asifiwe sana. Ayala ni mnyama ambaye huyu mnyama anapenda kukaa majini. Anasema kama ayala aioneavyo shauku maji, mito ya maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema vivyo hivyo nami pia
naionea shauku, naona kiu, nina shauku kwa ajili ya neno la nani? La Mungu, kwa ajili ya maarifa ya nani? Ya Mungu. Sasa yule hayara, yeye kama pakitokea tatizo lolote lile, msikilize mpendwa, yule hayara pakitokea changamoto lolote lile, yeye hayara ili ajifiche hiyo changamoto, anakwenda kwenye anajificha. Sasa na sisi vile vile panapotokea jambo lolote kwetu kama hayara, tunatakiwa tuonee shauku, tuwe na kiu, tuwe na dhamira, tuwe na shauku kwamba pakitokea tatizo lolote lile ninakwenda kusikia neno la nani? Uwe na shauku ya kusikia ujumbe wa nani? Wa Mungu. Uwe na shauku kusikia mtumishi wa Mungu anakuelekeza nini, mtumishi wa Mungu amefundisha nini, ujumbe wa leo unazungumzia nini. Uwe na shauku kuwa makini kujifunza. Katika kujifunza katika neno la Mungu, ukiwa na shauku la namna hiyo, Mungu anasema na sisi katika yale ambayo yanatokea kuzuia mafanikio yetu. Kwa hiyo hutopotea kwa sababu wewe kinga yako ni neno la Mungu. Hutoangamia kwa sababu neno la Mungu kwako ni taa. Neno la Mungu kwako ni mwangaza. Neno la Mungu linakuongoza. Neno la Mungu linakupeleka. Neno la Mungu ukiwa umelala sasa linakujulisha nje siko salama. Neno tu la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu sasa umelifanya kuwa dira ya maisha yako. Neno la Mungu sasa unakwenda nalo katika biashara. Neno la Mungu sasa linakuwa ni mwongozo katika ndoa. Neno la Mungu limekuwa mwongozo katika maisha ya familia. Neno la Mungu linahifadhi muujiza. Neno la Mungu linabariki, linafungua lango la muujiza wako. Kama hayala aoneaje shauku mito ya maji, hawezi kaa mbali na hiyo mito ya maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe usiye mbali na hilo neno. Ukiwa mbali na neno, ukiwa mbali na maneno ya mtumishi wa Mungu, ukiwa mbali na ushauri wa mtumishi wa Mungu, ukiwa mbali na mwongozo wa mtumishi wa Mungu, basi na maana kwa vyovyote vile lazima upotee, kwa sababu ili hayala asiangamie, lazima awe karibu na ile mito. Chochote kimetokea, jamaa huyo hayala anajichoma kwenye ile maji, angamia apate ajali yote ile. Kwa sababu gani? Yeye neno la Mungu ni mwongozo. Hivi tunajifunza, hivi mpaka tunajifunza, umeshapata picha kwamba kumbe natakiwa nifanyeje kwenye ndoa, kumbe nifanyeje kusimama kwenye imani, kumbe nifanyeje kwenye biashara yangu, kumbe ndio maana yale yalinipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kumbe ndio maana nimepoteza ndoa, kumbe ndio maana nimepoteza mtaji. Mtume nimekufundisha pointi ya kwanza kwamba unapofungulia fursa au lango lolote la mafanikio, wako nyuma roho, pepo wachafu, adui wazuiao. Hiyo nimemaliza. Sehemu ya pili sasa niko na kujenga kwenye eneo jingine. Haleluya. Kwamba jambo la kufanya ili ujue alama ya nyakati, majira mabaya, ibilisi anakotokea, jifunze kusikia neno la nani? Lakini pia neno la Mungu nikasema utopata kukutana na Mungu ana kwa ana naongea, bali utakutana na Mungu katika ujumbe wake. Lakini pia nikasema utakutana na Mungu katika mahusia ya mchungaji, mtumishi wa Mungu aliyeweka mbele yako kama malaika kiongozi. Kwa hiyo unapopishana naye maneno, basi unapishana na nani? Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 9. Matendo ya Mitume sura ya 9. Sura ya 9. Tuone kama Mungu anaweza kufanya kazi na watumishi hawa, lakini pia ndani ya watumishi kuna jambo gani. Matendo ya Mitume tunaona sura ya 9, ninasoma mstari wa 10. Mstari wa 10 ninasoma mpaka mstari wa 17. Tuko pamoja? Mstari wa 10. Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 10 mpaka 17. Mstari wa 10 mpaka 17. Nifuatilie. Anasema basi palikuwepo Dameski mwanafunzi jina lake Anania, Bwana akamwambia katika maono. Hebu wote sema basi palikuwepo mwanafunzi jina lake Anania, Bwana akamwambia katika maono. Piga kelele, sema Bwana akamwambia katika maono.
Bwana akamtuma katika maono. Bwana akamwelekeza katika maono. Kwa hiyo kabla sijaendelea, mtumishi wa Mungu aliye mbele yako, Mungu anaweza mpe maono, amwambie zungumza na mama huyo, zungumza na baba huyo, zungumza na mtendakazi huyo, amefunuliwa jambo hili, anataka ajenge, afanye jambo hili, anaolewa, anachumbiwa, anataka mtoto, akapewa maono pastor kwa ajili yako. Lakini kumbe wewe una mtazamo mwingine, lakini kumbe wewe anytime, wakati mwingine unaweza kama umelenga nitakutana na Mungu, amevaa kanzu, amevaa suti na tai ndefu, utokutana na Mungu. Mungu akazungumza na mwanafunzi. Hebu tamka, sema mwanafunzi. Tena la ajabu, haitu mzee wa kanisa, haitu mchungaji, jina la kawaida ni mwanafunzi. Narudia, mstari wangapi tunasoma? Basi palikuwepo Dameski mwanafunzi jina lake Anania. Bwana akamwambia katika maono, Anania. Akasema, mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia, simama, enenda zako katika njia iitwayo Nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Tariso, maana angalia anaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu hapa ambacho kimeniuma, kwamba Bwana anamtazama mama Kayoyo anaomba. Sasa mama Kayoyo kama anaomba, baba Ndekura anaomba, basi Mungu anakutazama unavyoomba. Mungu anaweza kana kutazama ajabu ulionayo. Mungu anatazama malazi ulionayo. Mungu anatazama mzigo ulionao. Mungu anatazama gereza uliomo. Mungu anatazama machozi ya huyo mtu. Akamwambia Anania, tazama huyo Sauli sasa anaomba. Sasa ndivyo ilivyoona wewe unaomba, ndivyo Mungu anavyozungumza na mtumishi wa Mungu Pastor Dick. Natamani nipate mchumba, natamani nipate biashara, natamani nijenge, natamani na mimi niolewe, natamani nipone. Haya mazala, haya matatizo nifanyeje? Hivyo unavyokuwa ukiomba, unavyokuwa unaomboleza mzigo ulionao, unaomba dua ndani ya moyo, Mungu anamtuma mtu aitwaye mwanafunzi nani? Pastor Dick. Anaelekezwa katika maono. Wewe unaweza kushangaa hapo, unasimama, naweka mikono kwako, na kuambia weka mikono yako juu. Rudia maneno haya. Sasa mikono juu ya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unaweza kushangaa, unasimama, wengine nimeambia mikono, weka mikono, lakini nakwambia hebu simama kwenye madhabahu hapo, simama hapo. Sasa unabaki kujiuliza, mbona mimi ananiambia nisimame kwenye madhabahu? Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kushangaa, wewe nakwambia sasa hivi wewe ulivyo, unatakiwa ufunge siku 2. Tutaingia kwenye mafungo kwa ajili ya jambo lako, kwa ajili ya changamoto yako ya ndoa. Unaweza kushangaa, kanisa linaomba, lina changamoto, wanaomba kama Sauli, kanisa naomba. Mungu analeta maono. Sasa waambie watu hawa, tuingie kwenye mafungo. Tutakuwa na maombi mafupi masaa 3 kila siku, aidha jioni au asubuhi. Roho Mungu ananipa maono ili mambo yapate kupona, baba yapate kupona, ili upate amani. Hebu mwelekeze jambo fulani. Bwana Mungu akazungumza na Anania katika maono. Mungu anasema hivi, tazama mahali fulani, mji fulani, njia fulani, kuna mtu anaitwa Sauli anaomba. Haleluya, haleluya. Sasa nisikilize kabla siendelea. Hapa Sauli yeye kazi yake toka zamani alikuwa ni mtumishi anayeua watu, watumishi wa Mungu. Alikuwa ni muasi anayepinga kazi ya Mungu. Alikuwa ni mtu anayeunyonga watu ambao ni wachungaji, anapiga na kuua. Anaingia kwenye makanisa namna hii, kama labda anaomba, anazuia wasiombe, anaingia na mapanga na walarua, anawanyonga, anapiga na kuua, au umetatanisha watu wengi. Lakini siku ambaye Mungu alizungumza naye, siku ambaye Mungu alimtokea, Mungu akamfungulia lango la kumuokoa. Siku hiyo sasa Sauli akajuta, akaanza kufanya toba. Sauli anaomba, Mungu nifanyeje? Bwana niokoe, nifanye jambo gani? Niende wapi? Niache wapi? Nipate msaada wapi? Mimi watu wenyewe nilishawaua, wachungaji wote, nani alipo msaada? Nilishawatukana, nilishawaziache, nilishawachengenya, nilishawachafua. Wapi kanisa niende? Bwana Yesu asifiwe sana. Sauli bila shaka alikuwa anajiuliza jambo la namna hiyo, lakini Mungu akaangalia toba ya nani?
ya Sauli. Ndivyo ilivyo sasa hata pia na wewe. Changamoto unayopitia, mzigo unaopitia, wakati mwingine Roho wa Mungu anazungumza na pastor, anampa maono, nenda zungumza na watu wa jambo hili. Lakini wewe unapuuza kwenye hilo neno, unapuuza neno kwenye mwongozo, umepuuza kwenye kile ambacho mtumishi wa Mungu amesema naye. Pastor anakuhitaji, naomba niseme na wewe. Hebu mpendwa, fuatilia maneno ambayo umezungumza na mchungaji. Na kuhitaji mchungaji, nataka niseme na wewe, sio mchungaji tena huyo, ndani yake kuna roho nani? Wakati unaongea na yeye, wakati unasema naye, wakati unamweleza haja zako, wakati unamweleza mapiko, mpendwa, baada ya kuweka kitu ukanyamaza, fuatilia sana atakachokuelekeza. Mwongozo huo, ushauri huo, ndio kuna majibu yako. Haleluya. Mwongozo huo, ushauri huo wa kawaida tuna udharau. Ndio maono aliyopewa na Mungu kwake huyu mtu. Sasa huyu mwenye ukoma, mfalme huyu, aenda ajichove mara 7 kwenye mto tena mchafu. Lakini wengine walikuwa nakwenda kwa Elia, anawaombea wanapona. Lakini alipokuja huyu mfalme akawaambia nenda huko kwenye mto. Tena wala huyu mfalme hakuonana na mtumishi wa Mungu, ila mtumishi wa Mungu aliwatuma wajakazi wake, aliwatuma watenda kazi, nenda mpeleke huyo mfalme kwenye ule mto. Bwana Yesu asifiwe sana. Ajabu sasa, huyu mfalme anadharau kile alichoelekezwa na wale watenda kazi. Yule mtenda kazi alichoelekezwa kama nenda kufanya jambo hili, mpeleke huyo mfalme kwenye mto. Huyo mtenda kazi anaenda kwa mamlaka ya yule mtumishi wa nani? Kuna mamlaka, kuna nguvu imemweka atamke hiyo kitu. Mara ya kwanza ndio tena mfalme, rudi tena mfalme, akarudi tena. Wanaomwambia ni wale watenda kazi, lakini kwa neno la mchungaji, kwa neno la yule mtumishi wa nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna roho itendayo kazi ndani ile mtenda kazi. Kwa sababu gani? Yeye ameagizwa. Wakampeleka yule mfalme kwenye mto, akakataa, akasema mimi siwezi. Kama ni habari za kujiosha, kuoga kwenye mito, kuna mito mingi tena ya samani ya maana, na nimeshaoga kwenye mito mingi, tena haya maji machafu, akakataa, akapuuza. Kwa hiyo majibu yake, uponyaji wake ulikuwa katika maneno ya kawaida ambayo pastor amemwambia. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Ninasukutwa tumbo, nimepoteza ujauzito, mimi ndoa yangu, mimi biashara yangu, nimepoteza hisia za mwili, ninaota ndoto chafu, yani hali yangu ni ngumu. Wakati unaelezea kisha hitimisha, tega sikio atasema nini mchungaji. Hebu yafuate hayo. Nje na hapo yasikie maneno ya Mungu wakati pastor anakuwa anafundisha na ubiri. Haleluya kanisa. Haleluya. Sasa wewe usijipimie, wewe usijikadirie kama nataka nisemee haya. Yule mfalme akasema hivi, mimi sikubali, mwambie siwezi kuingia kwenye huo mto. Akakataa. Alifikiria atampeleka kwenye mto wa maana. Walikompeleka ni mto mwenye uchafu, kwenye dimbwi imevurugika, limechafuka. Yawezekana palikuwa anaingia na ngedere mle. Yawezekana kuna manyasi, kuna tope, pameoza, pananuka. Akaangalia kwa macho ya binadamu, akakataa. Akasema labda Elisha, yawezekana labda hajajua kama amewaelekeza nini, amewaelekeza hapa. Anajaribu kuwaoje wale watenda kazi. Amewaelekeza mniambie, hapana, rudi nimuulize vizuri. Sio hapa, unajua nyinyi mnaweza kukusanya watoto. Hebu piga kelele, sema nyinyi watoto. Piga kelele, sema nyinyi watoto. Akawa ni mtenda kazi, ametumwa kanisa la nyumbani. Alikosimama agizo hilo, mchungaji ndiye amemtuma. Tamko nalo tamka, anatamka kwa niaba ya mchungaji. Na mchungaji anapotamka, anatamka kwa niaba ya Roho wa Mungu aliye juu. Kwa hiyo unaweza kupishana na muujiza wako kwa vitu vidogo. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Ukatumia akili zako ukakimbizana na maisha, ukatafuta riziki, ukatafuta pesa, ukatafuta mitaji, kashindikana. Kumbe kila ambacho ulielekezwa na mchungaji, hapo ndipo kuna muujiza wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo usidharau muongozo, usipuuze muongozo uliopewa na mtumishi naye. Maneno Mungu anasema palikuwepo mwanafunzi mmoja, yule ni mwanafunzi. Mungu alipita ndani ya mwanafunzi akampeleka katika maono. Akapita kwa mwanafunzi.
Kwani hajapita kwa mzee wa kanisa? Kwani hajapita kwa mama mchungaji? Kwa nini Mungu hajapita kwa askofu? Lakini mwanafunzi, roho wa Mungu anampitia, anabeba mwongozo ampelekee mtu fulani. Na wewe utakachokifanya mwanafunzi, wewe usijidharau. Mwongozo uliopewa, ufunuo, maono uliopewa umepana nani? Na Mungu. Hebu mshike mkono mwenzako, mwambie acha kujidharau. Makofi kwa Yesu. Ana akamwambia, simama, enenda zako katika njia iitwayo Nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Tariso, maana angalia anaomba. Mstari wa 12, naye amemwona mtu jina lake Anania. Naye amemwona mtu jina lake Anania akiingia na kumwekea mikono juu yake apate kuona tena. Mstari wa 13, tunakwenda pamoja? Tuko pamoja? Mstari wa 13 anasema, lakini Anania akajibu, Bwana, nimesikia habari za mtu huyu kwa watu wengi, mabaya mengi aliyowatenda watakatifu wako Yerusalemu. Hata hapa ana amri tokayo kwa wakuu wa makuhani awafunge wote wakuitao jina lako. Sikiliza nani anachozungumza. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu. Hebu wote piga kelele, sema amini tu. Tamka, sema nenda tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ndo kuna imani itendayo kazi. Hapa ndo tunakopotelea walio wengi. Bwana akapita ndani ya mwanafunzi, akampa maono, mpeleke, nenda kwa Sauli mahali fulani, njia fulani, naona naomba. Lakini yule Anania toka zamani anatambua na kujua historia ya yule Sauli, alikuwa ni muuaji. Yaani toka hapa jana ama amepita, ametoka kunyonga, ametoka kuchoma kanisa. Haleluya kanisa. Lakini dakika hizo chache, siku hizo 4-5, masaa machache, Mungu ana uwezo kumbadilisha mtu. Anania akaanza kuhojiana na nani? Na Mungu. Haleluya. Linda sana usihojiane na Mungu. Fuata agizo na nani? Anania akamhoji Mungu, akasema hapana, huyu mtu naye nituma kwake, ninachokueleza yani kuna habari mbaya. Huyu unazungumza na Mungu, kumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Anahoji maandiko, anapinga. Anania akapinga, akasema jamani, wewe Mungu jui kinachoendelea mpaka sasa. Wenda awezekana huko mbinguni kule ni mbali, lakini sisi tulioko jamaa anatukimbiza na mapanga, jamaa anafika watu, jamaa ameua watu wengi. Yaani hata hapa ninapoongea yawezekana atakuwa na waraka kwenda kwenye kanisa jingine kuwachoma, kuunguza, kumaliza. Yaani mtu ananituma, kuna ripoti mbaya, hataki watu wataje jina lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mpendo, hacha kuenenda kwa kuona. Bwana amempa maono, amebeba ujumbe wako, amebeba lango lako la fursa, amebeba roho ya Mungu kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya ndoa yako, biashara yako. Kuna mtu anajifunza hapa? Kwa hiyo Mungu, umuombe Mungu akubadilishe. Haleluya. Sasa sikiliza, Anania akaanza kumhoji Mungu. Yule aliyetokea na Mungu, na yeye anamhoji Mungu, anasema hivi, mimi siamini kama mtu huyu anaweza yaani nikienda kwanza kisha nasema Bwana amenituma, atanianza mimi kulifia. Mungu akamwambiaje? Akamwambia enenda tu. Shika mkono mwenzako, mwambie enenda tu. Amewekea mkono
baada ya kuwekea mkono utasikia naambia kwamba cheza, ruka, tamka Yesu anaweza, nimekwisha pona, inama inuka, nimepona. Sasa nimepona wapi? Wewe inama tu. Haleluya. Baada ya maombezi unakwenda kusikia nakwambia hivi, hebu tumsifu Mungu, tumwambie Mungu, tuimbe wimbo kwa kumsifu, tumuoneshe Mungu kwa dhamira kwamba tumepona. Nimepona kwa jina la Yesu, nimepona, nimefunguliwa. Yeye baada ya kuimba kwa imani kumaanisha kwamba amekwisha pona, baada ya kuweka mikono anauimbia watu kama burudani. Kuna nimepona, kuna tumepona kwa jina la Yesu, tumepona, tumefunguliwa. Pokea kwa imani. Pokea kwa imani. Makofi kwa Yesu na Bwana. Katika jina la Yesu. Haleluya. Wendo Odeta, hebu simama ruko jumbe. Wiki iliyopita wametoka hapa kusudia miujiza yao. Mungu alipowabariki akapata muujiza kupata mtoto, miaka 2 mingapi alikuwa uzao, sasa 3. Baada ya muombezi akapata mtoto. Haleluya. Sasa wanatoka hapa kafika nyumbani kwa baba yake kufanya sherehe zao, kamaliza kama ulivyoona. Baada ya sherehe hizo akaanza safari yake ile Odeta, akaenda nyumbani wapi? Sitamiku kule Rwenkoro. Ni zaidi ya Rwenkoro wetu. Anaenda kabisa kule karibia Mkalinzi. Haleluya. Sasa dada anaenda nyumbani, kumbe wale wachawi ambao waoni katika mlango umefunguliwa kuna adia simamaye kuzuia. Wale wachawi waliona wivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Waliona wivu walivyoshuhudia, walivyozungumza matendo makuu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakatuma mchawi kutoka kule Nyakatera. Yeye alikutana mchawi Katera, lakini yule mchawi alikuwa anaenda sehemu za Nyakatuntu. Kuna sehemu anapita watu kule, sikumbuki fulani watu walikotaja kule. Sasa mchawi akaja akapanda kwenye gari ambalo dada yumo muna anasafiri. Yule mchawi hana beki lolote. Sasa anafika pale Rwenkorongo, yule mchawi akasema nimefika. Akamwambia ponda nyuma kuna begi langu. Sasa yule mchawi ana macho anaona kuliko anafikiria. Sasa wakachungulia kwenye ile begi kuna nguo za mtoto. Wapateje vitendea kazi ili wamloge mtoto. Wapateje vitendea kazi wafunge kizazi cha mama sipate mtoto tena. Wanapambana ule muujiza, mlango aliofunguliwa Ode. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini yeye dada ajui, anaona ni bila nyingine ndani, akaona kutoka kusema begi lako lilikuwa kusema ni ile hapa, kuonesha la Ode. Begi ziko nyingi sana, lakini begi la Ode analijua, analiona, wana macho. Sasa leo unatakiwa na macho ya kuona mbali, una macho ya roho. Ya rohoni ni Wakristo tu peke yao ambao wanakwenda tu, wanabugia tu. Hawatumii imani, hawaoni rohoni, wanatumia mwili. Wanatazama kwenye macho ya kawaida. Utazame upande wa pili kama jambo hili sio la kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa dada Odeta anaendelea na safari yake, anafika nyumbani kushuka akasema nipe begi langu konda. Konda anatafuta begi alipo. Begi lafananaje? Akaelezea akasema hiyo begi nimechukua mtu pale Rwenkorongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Rwenkorongo hiyo begi imefanya nini? Imechukuliwa. Hakuna ujanja. Tafuta namba yao siri kwa kweje, akatunza namba yao. Gari lazima liendelee na safari yao. Lakini dada alichokifanya, niko kwenye maelekezo ya mchungaji. Dada alichokifanya nisikia ananipigia simu. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ushangaa mtu uko hapa naye kanisani, anatumika hapa anakujua, lakini haamini. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa begi langu limeibiwa pale, nimeshuka kwenye. Hiyo unafikiria wali ya kawaida ungesema wameniibia kama hizo karara. Lakini dada naamini pasta huyu nikimpigia simu kuna kitu atakachoniambia. Atanipa mwongozo, atanipa maelekezo. Hilo jambo si la kawaida, si imani ya kawaida. Na uwe na imani, kila mtu ana mganga wake, ana daktari wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe mganga wako ni nani? Advocate wako ni nani? Anayekupigania ni nani? Daktari bingwa wako ni nani?
magonjwa yako anayeshughulika naye ni nani? Huyo ndio msikilize maelekezo. Vipimo alivyopima ndio hivi, basi fuata hicho. Ama umwamini na badilisha daktari. Bwana asifiwe. Odeta akapiga simu, ninapomfikiria udada mgeni kweli, ila aliamini kwa sababu miaka 3 amekosa ujauzito, amekuwa tasa. Baada ya maombezi akapokea, anasema yule pata si wa kawaida, na ile anaweza akanifanya. Haleluya kanisa. Kapiga simu, sasa begi langu limeibiwa, liko hivi, si kinachoendelea. Kwa hiyo sasa pastor, mimi nanisaidiaje? Hapo wakati anasema na mimi, Roho Bwana analeta maono, anasema na mimi kwa ajili yako ninakuwa nina ujumbe wako, nina ufunuo juu ya jambo hilo. Haleluya, haleluya. Nikamwambia sasa tutaomba, tutakwenda kugundua siri kama alikuwa ni mwizi au ni mchawi. Lakini je, hauna nguo yote hiyo? Akasema nina nguo. Akafanya mawasiliano na Dameris nyumbani kwao, kuna nguo ambayo imebaki kule nyumbani. Meris akaleta hiyo nguo. Bwana Yesu asifiwe sana. Akabeba hiyo nguo, Meris akaileta hapa kanisani. Sasa mtumishi wa Mungu yeye anachokuelekeza ndicho ufuate. Kwa hiyo yeye aliyebeba nguo, usifikiri njinga, akashuka kutoka kule Mashaji, anakuja anashuka napeleka ile nguo. Napeleka nguo Odeta yeye mwenyewe yuko mkalinzi, yeye analeta ile nguo. Kiangalia nguo naona ni kawaida, lakini wamechukua nguo na huyu ameleta nguo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kilieleweka. Yule mchawi alieleza jina lake. Alisema alitumwa, nimetolewa kwenye kikosi cha wachawi nipande kwenye gari hilo. Baada ya kipigo na moto fire kali, alieleza yote. Unakaa wapi? Akasema sasa peleka viungo vyenu. Una cheti cha mtoto kliniki, una vitambulisho vyake, yani peleka viungo vyenu. Nitavipeleka pale nilikoshukia pale Wenkono, nitaviweka pale barabarani. Sasa mimi sivitumii, naona vimegeuka moto. Huyu tunaombea upunguo, kule mchana anapiga kelele. Haleluya, haleluya. Sasa tayari Odeta ameshapata majibu, wala shughuliki kwenda popote, wala shughuliki na mwizi. Kaishajua nguo zangu zimepelekwa na mchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa kila lango fursa imefunguliwa, kuna adui asimamaye kuzuia. Unasimama hapo naona unaimba kwaya, lakini kuna mtu mmoja anakukanyaga. Mtoko. Yaani uelewa hapo kuna roho inayozuia. Kuingia kwenye maombi, hebu pindua hizo roho. Pingua. Pigana na hizo roho chafu. Lazima nihubiri, lazima nitumike, lazima niombee wagonjwa. Huwezi kunizuia, huwezi kuiba muujiza wangu kwa jina la Yesu. Lazima niamke kwenye channel kuomba. Unaamka kuomba usiku, maana usiku hali ni nzito, anga ni nzito, na kwamba kuna roho inayozuia usiombe. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, watu wanaomba, wewe uombe. Wanaamshana, wewe waamke, wanakuamsha waamke. Kuna shida hapo, sio kawaida. Usitumie macho ya kawaida, tumia jicho lingine la tatu la Roho Mtakatifu. Sio kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna anayezuia eneo hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe daktari wako ni nani? Daktari wako ni nani? Mwalimu wako ni nani? Mdhamini wako ni nani? Mpambanaji wako ni nani? Mchungaji wako ni nani? Odeta akatambua jambo hili. Nilipata muujiza pa, yani nahisi Odeta ukimwambia Dar es Salaam kuna mtu mwingine hawezi kuamini. Sasa naamini hapa ndipo nilipokelea muujiza wake. Wewe ulipokelea wapi? Haleluya kanisa. Haleluya. Sasa mbona unayumba? Anania kapewa maono ayapeleke. Haleluya. Sasa Anania anapewa maono alafu anakataa kuyapeleka, ati kwamba yule mtu alikuwa ni muuaji. Yawezekana ni yule anayepewa maono anakataa kuyapeleka kwenye ndoa yake. Amepewa mwongozo kwenye biashara, anakataa kupeleka. Hapana pastor, mvua inanyesha. Hapana pastor, unaniambia nende pale karibu. Nataka nifanye biashara fulani, sitaweza mimi. Hapana pastor, mimi nafanya ndio elekeza, sio kweli. Basi tafuta mwongozo wako. Haleluya. Nimemweka mtu hapa ni mtendakazi, ni kiongozi. Tutakuja kuomba. Teka mikono juu yao. Usiumbe, imani tu. Amini yeye anayekuongoza, huyo ndio ana maono yake. Bwana asifiwe sana. Lakini mwisho yule aliyekuwa na ugonjwa ukoma, Naamani. Alikuwa anaitwa nani? Naamani.
akaenda na ikilinze, akaona hapa hakuna ujanja, na alivyoamini, hebu wote tamka, sema alivyoamini akapona magonjwa yake. Sasa sijasikiliza Odeta amekuja kufanya nini leo, lakini wale ambao walikuwepo hata juzi, nikachukua ile nguo nikasema itakaa kwenye madhabahu, tulikuwa naiombea, nikamngoja Odeta aje. Bwana asifiwe sana. Sasa kwa nini zimepita siku 3 4, nataka kujua taarifa kinachoendelea. Huyu ndio amebeba maono. Nikasema yule aliyeleta hiyo, hebu pokea hiyo nguo, waliokuwepo walishuhudia kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Haleluya. Sasa nafurahi napoona mtu kama huyu mwenye imani anipigia simu na niambia habari za beki nguo zangu. Sasa sijui alifikiriaje kwamba yule mtu alimwambia habari zangu. Sasa kawaida tunajua nguo zinaibiwa kwenye magari, makona anapoteza, lakini dada alijua na hili nalo ninayebingwa. Dada ndio makofi kwa Yesu na vigelegele. Mbona alianza kwenda kule? Wewe mpendwa, kuna wakati mwingine unakimbilia njia nyingine, unaamini vitu vingine, unampa nafasi mwanadamu kuliko kumpa nafasi. Tunampaje nafasi Mungu? Sikiliza vizuri, tunampaje nafasi Mungu? Mungu nimesema utaonaga siku yote ukakutana Mungu. Mungu utakutana naye ndani ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unaweza ukashangaa kuna mshirika kanisani amekutana changamoto, ameitirafiana na mwenzake, anakimbia kwenda mahakamani, anakimbia kwenda kwa afisa mtendaji, anamburuta mwenzake, anamfunga kamba. Je, wakati unaenda kwa afisa mtendaji, mchungaji wako akwepo? Wazee wa kanisa wakwepo? Kuna mtu anaelewa? Kuna mtu anaelewa? Kwa sasa kabla hujaenda kwenye ngazi nyingine, hebu mtangulize Mungu kwa haleluya. Sasa unakuja kusema, anakuambia nilishakunywa dawa za kienyeji, nimeenda kwa waganga kienyeji nimeshikana, nimepita kwa madaktari nimeshikana, nimepita huko na kule nimelipigia lamuri, mbuzi wangu zimekwenda, kuku zimekwenda, yani maisha yangu yameisha kabisa, nimelipa mpaka hata shamba nimeuza, waganga wa kienyeji wamekula hela yangu nyingi sana. Hebu mlete kwa mchungaji sasa, mlete kanisani, uone kama atakuwa tayari kufuata hizo sheria za mtumishi. Lakini kula alifuata yote. Huko pesa zimekwenda, akishafika kanisani hayuko tayari kujenga kanisa, hayuko tayari kujitoa, hayuko tayari kutoa muda. Lakini kwa mganga kienyeji wanaenda usiku wa manane. Naongea na mtu hapa. Usiku wa manane mahudhurio ibada zao ni usiku wanakesha. Lakini kwa mtumishi wa Mungu ibadani hawataki wakesha, hawataki mafungo. Kanisa bila shaka unanielewa. Kuna kitu nakielewa. Lakini kwa mganga kienyeji analipa nauli kwenda, lakini kanisani ni mbali, siwezi kwenda. Ni mbali mno huko, siwezi kuokoka hapo. Lakini hospitalini analipa gharama. Kwa mganga kienyeji analipa gharama kuna kumbi, na gharama za kwake mwenyewe. Akifika kule anavua viatu, ananyosha miguu, anapewa mashariki, wanaleta na wembe, wanamchanja chari, damu zinatoka. Hadi mpaka anamvua nguo zake uchi, mashariki yote anayatia na fuata. Yaani anafuata mashariki, amelipia na gharama. Alafu gharama ajiari yeye mwenyewe, anapangiwa gharama na 3 laki 2, anafuata. Sasa yule bwana akawa ameshaenda kwa mganga wa kienyeji. Roho wa Bwana akamwambia Elia, hebu shuka kabla hujamuombea, mtamkia chochote cha kuponya. Hebu nenda naye huyo mjumbe aliyetumwa. Nenda kwa huyo bwana, muulizeni alipokuwa anaenda kwa waganga wa kienyeji, kwani Mungu alikuwa yupo? Alikuwa waone nyinyi watumishi wangu? Mungu wakati mwingine anaona wivu. Anaona wivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaona nani? Hebu penda kusikia ujumbe wa mtumishi Mungu aliyokupa. Amini kitu hicho. Mungu anaona wivu. Akamwambia huyo malaika, anamwambia Elia, nenda usiogope. Ina maana nitakuwa pamoja na wewe. Nenda mshukie huyo mfalme. Mwambie maneno haya. Mbona ametumia madawa kwanza ya kienyeji? Mbona ametafuta dawa za kufanya biashara? Mbona amepita mahakamani sasa? Ilivyoshindikana nani aletea kesi ni mchungaji? Mbona ulimpiga mke wako kabla hujaniletea tatizo hilo? Baada ya hapo unaniambia mchungaji nisaidie. Roho Mungu akakataa.
Kwa wakati mwingine kuna watu pia tunasubutu kupambana nao kuombea wapone, hawaponi kwa sababu walishakana imani, walishadharau tamko la Mungu, walishakataa hiyo madhabahu, walishakataa hilo kanisa, siwezi kwenda mimi, sitaendako. Anapita huko akisha choka ndio anageukia msaada wa nani? Wengine wanapata fursa na kupona, wengine hawaponi. Ila sisi hatujui kwa nini. Kwa hiyo kuna umuhimu pia wa kufanya toba. Kimwambia Bwana nisamehe, nilipita kwa ganga kienyeji, nilipita kwenye lamuri ya kichawi, niliamini nguvu za giza, kule nilitoa mbuzi, nilimwaga damu kafara, nilipeleka kule nguo, nilitoa hela nyingi sana. Mungu nisamehe. Na muda wote mpendo kwa utakitafakari. Njio hizo pitia zote hizo umetumia gharama, lakini rudi kwenye gharama ya Mungu. Ulichokitoa kwa Mungu likikwaje? Utapata majibu kwa Mungu na muonea, kwa Mungu nabaki kumlalamikia, Mungu nabaki kumlaumu, Bwana hajanipa, Bwana amenichelewesha, Bwana masharti haya, Bwana hiki na kile. Lakini kwa mganga wa kienyeji wanalipa gharama na sharti yako pale pa. Mungu akakataa. Sikiliza kitu fuata. Tunasoma kitabu gani? Wafalme wa pili mstari wa 15, mstari wa 16 anasema, haleluya. Mstari wa 16 anasema akamwambia, Bwana asema hivi, kwa kuwa umetuma mjumbe waulize kwa Beelzebubu mungu wa Ekroni, je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli? Uulize neno lake. Kwa hiyo hutashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yatafakari mpendo maneno hayo vizuri sana. Yaani alishauliza kwa Beelzebubu, mungu wa bahari, mungu wa Ekroni, miungu wa chawi, amepambana wa kumponya. Sasa anasema hivi, nenda mniitie Elia kandi beno buchungaji kabura basi. Yaba hizo washangazi, hapo wa bibi yani yote imeshindikana, akisema sasa hebu niende kwa pastor nikajaribisha na ngoja nijaribisha na ile mambo ya warokole wa eti warokole mao. Ngoja na penye nijaribishe. Kwa hiyo tunaweza tupambane tukashindwa kwa sababu gani? Hujafanya toba. Hakikisha mpendo umefanya toba mbele za nani? Ukimwambia Mungu nisamehe, nilipa gharama kubwa kwa waganga. Walifanya matambiko, nilifanya maagano nao, nilifanya makubaliano nao, hata kwa kuogesha maji, kwenda baharini njia panda, hata kwa kuwapa nguo zangu. Wengine mpaka anatoa hata mili yao. Anatembea na mganga kinyume. Lakini akishafika kanisani, mkesha nachoka mimi. Afika kanisani mafungo, mimi siko tayari. Afika kanisani kumtolea Mungu sadaka, hayuko tayari. Namna hii hapa ni saa 8 ibada mchana. Yaani wanachukia na tamani ile nyumbani mapema. Haleluya. Kule wanaongozwa na sheria na wanafuata. Hakuna cha imani kule, ni sheria. Maadamu umeshajipeleka mwenyewe, umejiweka pale, unafuata sheria hizo. Sasa Mungu akamwambia hivi, nenda badala ya umpelekee uponyaji, nenda mwambie kwenye kitanda ulicholala, umeshakunywa matunguli mengi, umeshachaja chale, umeshatoa pesa nyingi, uliwaacha wachungaji, uliwaacha watumishi. Kwa mpendo na kusii na kuomba, uheshimu mtumishi wa nani? Usimwache nyuma ukafuata maagizo ya mtu mwingine, maelekezo ya mtu mwingine. Usifuate vitu vingine. Kama una mtumishi, unamwamini wa kweli, hebu muaminini huyo. Nikikukataza kitu kifuate, kiangalie kwa macho matatu. Kwa nini mchungaji ananizuia jambo hili? Haleluya kanisa. Alafu si wakati wa kunichukia, si wakati wa kusema mchungaji anipendi, mchungaji ananichukia. Hapana, mimi sitakuchukia, nataka hivyo upone na mimi nipo. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo majibu ya maombi yako katika kinywa cha mchungaji. Majibu ya maombi yako aliyebeba maono hayo, mbeba maono yako, mbeba chochote cha kwako, kimebebwa na huyo malaika ambaye ni mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu sasa tunapokwenda kuachana mpendwa, haya maneno yatafakari sana, yafikirie sana na uchunguze ni yapi ambayo mtumishi alinielekeza. Yapi niliacha nyuma. Lakini pia kuanzia sasa nianze kuyatendea kazi.
baraka zangu ziko hapo kwenye tamko hilo. Akasema nenda kamwambie hivi, haitawezekana. Alishaenda kwa ganga kienyeji. Labda hicho kitanda alichokilalia hatotoka wala hatashuka kwenye kitanda hicho, bali atakufa. Na maneno Mungu anasema akafa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Anasema kwa hiyo utashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa. 17 basi akafa sawa sawa na nini? Ili iliyopita wapi? Yala. Sasa yeye, wewe unafikiri nini natamka ni neno la mchungaji hiki? Hapana, ni neno la Bwana aliyotamka kwa Sadiki. Basi akafa sawa sawa na maneno na neno la Bwana alilolinena Elia. Ni neno la Bwana, sio la mwalimu huyo. Ni neno la Bwana, sio mtendakazi huyo. Ni neno la Bwana wala si la mchungaji. Ni neno la nani? Ni neno la nani? Ni ushauri wa nani? Ni mwongozo wa nani? Katika jina la Yesu, hili neno linaniogopesha na tetemeka sana. Sema basi akafa sawa sawa na neno la Bwana alilolinena Elia. Sasa hebu jiulize mpendwa, basi ukawa hivyo, yawezekana hiyo hali ulionayo inaweza kama imekupata kwa sababu sawa sawa na maneno aliyotamka mtumishi wa Mungu. Lakini hivyo hivyo ulipompenda katika baraka hizo, katika maendeleo, katika uwani, katika afadhali, katika kupoza magonjwa na furio nayo, ni katika maneno yaliyotimia sawa sawa na maneno aliyotamka mtumishi wa Bwana. Litokana kwa nani? Maneno ya Bwana. Nafungua, naruhusu, pokea, nenda ufanikiwe, nenda uzae, nenda olewe, nenda utembee. Katika jina la Yesu naachilia mamlaka inakulinda, inakufurika kuanzia tangu sasa. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Unaposikia amini tu. Yaani hiyo ishara nilifanya, niliamini tu kwamba ishara hii itaendelea siku zote, na kumbe iliendelea. Bwana asifiwe sana. Sasa na wewe unatakiwa uamini tu. Nisikilize. Sasa imani inayotenda kazi katika eneo la uponyaji. Kama ungeandike hivyo. Imani itendayo kazi katika swala la uponyaji ni ipi? Ni imani ambayo mtu amefundishwa akaelewa, amepewa mwongozo akaukubali, amepewa maelekezo akaelewa, kaamini, ametokea kumwamini mchungaji kwamba akitamka kitu kwa jina la Yesu inakuwa, ametokea kuamini kama akiniambia nenda na kwenda kwa imani ni kibali kutoka kwa Mungu. Yeye aamini katika kuweka mikono, yeye anaamini katika kupewa maji ya upako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mimi sijakuelekeza maji ya upako, mimi situmii mafuta ya upako, mimi siuzi vitu hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima unapokuwa na mchungaji, fuatilia sana yeye imani yake, yeye taratibu na kanuni yake. Sasa hicho kitu anachokufundisha ndicho kifanyie kazi. Haleluya. Nasema na wewe mama ndekule, na ulilanga che kama usikii Kiswahili, labda nikuelezee kwa kiumbe hicho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa imani itakusaidia ukabarikiwa. Imani ambayo ni ufunguo, imani inayoponya, imani inayokwenda ikafanya jambo hata mganga mchawi akija, adui akija akashindwa kupita. Ni ile imani, mwongozo uliofanya kwa sababu ulijifunza ukaelewa na ukafanya wewe mwenyewe kwa moyo kwa kujijali. Lakini kama hujapenda, kama hujajijali, hujaamua maamuzi hayo, bado utaendelea kukaa pale mpaka utakapoamini. Haleluya. Haleluya. Nauliza tena, je, unaamini uamini? Unaniamini au uamini? Nauliza tena, utaniamini au utoniamini? Mungu akamtuma Musa akamwambia, tazama na kutuma,
lakini ishara hizi zitaambatana pamoja na wewe. Wasipoamini kwa ishara ya kwanza, wataamini kwa ishara ya pili. Wasipoamini ishara ya pili, wataamini kwa ishara ya tatu. Akamwambia weke huo mkono wako kwenye kifua. Ukageuka ukawa ukoma. Akasema uondoe. Alivyoondoa ukawa mkono ulio mzuri kabisa umepona. Akasema chukua fimbo yako. Akaibwaga chini, ikageuka ikawa nyoka. Akasema ichukue mkono wako sasa. Musa akataka kukimbia. Akasema usiogope, chukua mkono wako, gusa mkia ule nyoka. Sitaki kama gusa hivi kidogo. Ikigeuka ikawa ni fimbo. Sasa anajaribisha kumuonesha ishara kadha wa kadha. Kama usipoamini kwa ishara hizi, kwamba wasipoamini kama nimekutuma, wataamini. Sasa na wewe kama enyewe kuna ishara ambazo umeziona za kwanza na za pili zikufanye kuamini kwamba mtumishi ametumwa na nani? Hayuko peke yake, kuna nguvu ya Mungu nyuma yake. Sasa kisha amini kitu hicho, basi ni sehemu yako, wala usingoje sheria. Ni unauliza pastor nifanyeje? Au ulichojifunza, ulichoelekezwa, wewe fuata hicho. Vitu tu vya kawaida ambavyo ni vya kawaida tu, vya kipuzi. Lakini ndani ya vitu hivyo ndio kuna mamlaka nani? Ndio kuna nguvu ya nani? Mpigie Yesu makofi. Hapa hebu anasema Mungu. Alikuja akanielezea. Kaniambia mchungaji, kuna mapito napitia, changamoto napitia. Wakati nimepata ujauzito nina miezi 6 miezi 7 hivi. Changamoto nazipitia ziko hivi ambazo siwezi kustaka kwenda. Bwana asifiwe sana. Alivyonieleza wakati ananiambia hivyo, Roho wa Mungu akanipa maono, akaniambia mwambie afuate kadi ya kliniki. Mwambie afuate nini? Wenda ikawa wakati anazungumza na mimi alifikiri nitaweka mikono juu yake, lakini Roho wa Mungu maono aliyonipa, ufunuo niliopewa sio huo wa kuweka mikono kwako. Maneno Mungu anasema kwamba watu wawili wakapeleka mtoto wao bila Yesu. Wakasema Bwana Yesu, mtoto wetu amekuwa akianguka kifafa, mara kadhaa baharini, mara kadhaa kwenye moto, anaangua namna hiyo, lakini tumemleta umwekee mikono. Wanamwambia tumemleta umwekee nini? Umguse umwekee mikono, lakini Yesu hakumwekea mikono. Wao wanajua kawaida anawekaga mikono, lakini hivyo alipokuja awamu hii Yesu hakumweka mikono. Akatumia njia nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa dada akaniambia hivi nilipomtumishi napitia mazingira haya yako hivi. Wakati ananiambia nikasikia sauti ya Mungu inaniambia kwamba hivi mwambie alete kadi yake ya kliniki. Akaenda, wala sikumwambia nenda, kende niletee kadi ya kliniki. Siku fulani niko hapa nimeshasahau, siku zimefika za ibada kaja akisema mtumishi kadi yake iliyonituma ya kliniki hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sijui alifikiri labda kwenye kadi ya kliniki kuna jambo gani atakayofanya. Yaani hapo nagusa hiyo kadi ya nini? Kumbe ile kadi ya kliniki, mama ni mjamzito. Hiyo kadi ya kliniki mchawi alishifuata nyumbani, aligusa. Akaitamkia maneno kadhaa, akafunga miezi yake mama. Mimba ikae miezi 6. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikae miezi 6. Siku zinapita, miezi inakwenda, lakini hakuna kinachoendelea. Mtoto tumboni hachezi. Lakini pia mama kuna mazingira alikuwa anapitia magumu sana. Basi sitaki kutaja hapo kati ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mama nilipomtuma ile kadi ya kliniki akaileta. Nikachukua kadi ya kliniki amesimama. Nikaanza kuitamkia nimeshika kadi ya kliniki. Mama anaondoka chini. Umeshika karatasi hiyo kadi ya kliniki. Alafu dada anaondoka chini. Fikiria jambo hili. Akaondoka chini. Alafu nachukua ile kadi ya kliniki naibandika kwenye kifua chake. Naanza kuitamkia maneno. Naanza kuitabiria. Na batilisha waliotamka wale wachawi, na batilisha ripoti zao, naomba jambo jingine kwa jina la nani? Kwa jina la nani? Alafu na yule mchawi ndani anapiga kelele aseme hivi, umetuharibia vitu vyetu. Tulisha kuchukua kitu hapa kwenye kadi ya kliniki. Tumeshaweka michoro yetu, ramani zetu, mpaka kwamba yani hali yake itakuwa ni mbaya kuliko, atangoja kujifungua itashindikana, miezi itapita yote. Lakini ukiangalia kadi ya kliniki unaona ni kadi ya kawaida. Hakuna chochote, ni pale watu wa afya wameandika pale mambo yao, wamemaliza, naona ni sawa. Wao wanapima, wanaona kwamba ujauzito unaendelea vizuri. Wanaweza siona. Lakini nyuma ya hicho kitu, nyuma ya hiyo kliniki kuna adui anayezuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kisha nikamaliza ile kadi ya kliniki, kumwambia pokea.
lakini adui pale alipiga kelele, aligomana sana na siri zikafichuka pale. Kumbe kwenye hiyo kadi ya kliniki kuna kilichofanyika, lakini yeye alipoona mwambia hebu kafuate kadi ya kliniki, bila shaka alifikiri mchungaji sasa kadi ya kliniki anataka kuandika wapi, anataka kuangalia maendeleo yangu kama niko kwenye alama nyekundu au. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitaka cha imani kitasababisha muujiza wako wahi mapema. Kiwango chako kidogo, una imani ya kusita sita, mara umepanda mara umeshuka, mara umekwenda mara umesimama, mara una kituo mara uende mbele, mara unarudi nyuma, unafanya muujiza wako usite. Anasema 29, au je, Mungu ni Mungu wa Wayahudi tu? Anasema siye Mungu wa mataifa pia? Naam, ni Mungu wa mataifa pia. Mstari wa mwisho 30, kama kwa kweli Mungu ni mmoja, atakayewahesabia haki wale waliotahiriwa katika imani, wale waliotahiriwa katika imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyakati hizo kulikuwa watu, ili ahesabiki kama amempokea Yesu amekamilika, alitakiwa atahiriwe ili ajulikane kweli ni Muisraeli au ameokoka. Ilikuwa imani iliyokuwepo nyakati hizo ni kutahiriwa. Haleluya kanisa. Haleluya. Umemwamini Kristo, unamwamini Mungu, ndio nyakati zile agano la kale. Haleluya. Yaani ili waamini kwamba kabisa umeokoka, alikuwa anatakiwa atahiri. Kwa hiyo hawakutahiri kama leo tunavyotahiri kuondoa uchafu. Hapana. Leo tunatahiri kuondoa uchafu, lakini nyakati zile walitahiri kama agano, ishara ya patano kati yako na nani? Na Mungu. Kama unavyoweza kuona mtu anaenda kwa mganga wa kienyeji na mchanja chale, kwa hiyo ndivyo alivyokuwa anafanya mapatano na Mungu kwa njia ya kukubali kutahiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa sikiliza, kuna kitu hapo nataka nifundishe kwa wale ambao sisi leo tunaokoka lakini hatupitii njia ya kutahiri. Anasema nini? Anasema kama kwa kweli Mungu ni mmoja, atakayewahesabia haki wale waliotahiriwa katika imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu ngoja nishuke kwa labda ninaweza nikaelewa. Kwa hiyo kama roho za watu wale, nisikie vizuri, walikufa sasa, lakini Mungu atakapokuja kufufua, Yesu atakapoinua wale watu, sasa kuna watakaohesabiwa kuwe kwamba kweli alikuwa ameokoka. Nyakati zile ilikuwa ni taratibu za imani ya kutahiri, lakini hao watakuwa wameweka pembeni, na wale ambao walikufa bila kutahiriwa nyakati zile watahesabiwa kwamba walimkataa Yesu. Maana nyakati zile watu walikuwa wanampokea Mungu kwa njia ya kutahiriwa. Tuko pamoja? Sasa kwa leo sisi sio kwa njia ya kutahiriwa, lakini wale wa kutahiriwa kwa imani ili wamempokea Mungu watahesabiwa haki kwa majira ya nyakati zile. Kwamba hivyo na sisi vile vile leo ambao tunampokea Yesu Kristo kwa imani, hebu wote mkasema kwa imani, bila kutahiriwa, leo na sisi tutachunguzwa imani yetu. Kama ulimwamini Kristo kwa lengo la kwamba nimempa maisha yangu niokolewe, nimemfanya Kristo atawale maisha yangu, au niko hapa kwa kufuata muujiza, niko hapa kwa kufuata ishara. Kwa hiyo mpendwa, mimi nakushauri kipimo hicho kitakuja baadaye. Usiwe hapa kwa kujificha kwamba niko hapa ili nikinitokea lolote waniombee, niko hapa ili pakisia katokea chochote nikakosa mchungaji kuniombea, niko hapa ili niwe karibu na mchungaji. Hapana, uwe hapa hata baada ya kupona, hata kama hujapona, uwe hapa kwa sababu umefanya maamuzi ya kuokoka. Umpe Yesu maisha yako. Haleluya. Umpe Yesu maisha yako, kwa kumaanisha kwamba aidha nimebarikiwa, nimejenga, sijabarikiwa, nimetamkia neno, ahadi yangu haijafika, lakini mimi kicho niweka hapa ni wokovu peke yake. Hizi baraka promotion nyingine zije baadaye, la, nimeshazipokea baadhi ninazo, nyingine miujiza nimeshatendewa, lakini nyingine bado sijapokea. Lakini hasa nilichokitazamia hapa, shabaha yangu ni wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ufanye maamuzi ya kumpa Yesu maisha yako. Ufanye maamuzi ya kuokoka. Yaani roho wa Mungu atembelee afya yako. Mungu mwenyewe aguswe kukuponya. Mungu mwenyewe aguswe kukufungulia lango la mafanikio. Mungu mwenyewe awe na sababu ya kusema huyu ni mwanangu mpendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Una nini ambacho Mungu anaguswa kwacho?
Ni kitu gani ambacho ufalme wa mbinguni, roho wa Mungu, bunge la mbinguni liseme kwa kweli mtu huyu asiguswe, mtu huyu alindwe, mtu huyu apiganiwe? Ni connection gani umefanya connection kati yako na Mungu? Au unamtaka Mungu kwa sababu ya mkate? Pengine mtu anaweza kaja ibadani anahudhuria, lakini kuna kinachomfanya hudhurie, wala habari ya yeye kuokoka ni mbinguni ana mpango na kitu hicho. Lakini pia kwa hiyo imani ya namna hiyo haina mpango na Mungu. Uwe na imani kabisa kwamba nimeokoka, mpenda Yesu. Nimemaanisha jambo hili, mimi ni mshirika wa hapa, mimi nimeamua kuokoka. Na uokovu wa kweli ni ule wokovu mtu ametulia, akajifunza, akaelewa, akafanya maamuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Usilazimishe wokovu. Tusiwalazimishe watu wokovu, ila tuwahubiri watu dhambi yao, tuwahubiri watu kumjua Yesu Kristo. Lakini pia sehemu ya pili, hata kuwaombea Mungu apate kufungua. Mimi nimesema hivi, kama hujaokoka usifosi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu endelea kumfundisha. Imani chanzo chake huja kwa kufanya nini? Kwa kusikia. Nauliza tena, unasikia hujasikia? Nauliza tena, umesikia hujasikia? Makofi kwa Yesu.